Habari, kwa majina naitwa David Anthony. Ni motivation speaker kwenye hii channel ya Big Mind. Tuna tips za motivation kila siku. Tunaomba kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umesubscribe. Kama unatumia WhatsApp channel, hakikisha umeifollow ili kupata tips kama hizi za kukumotivate, za kukutoa kwenye sehemu moja kimaisha kwenda kwenye sehemu nyingine. Mwongozaji wa kipindi hiki naitwa David Anthony. Cha kwanza kabisa ningependa kuongelea vitu ambavyo mwaka wa 2026 unaweza ukavifanya vikabadilisha maisha yako, aidha kimafanikio ya kifedha au mafanikio yale yoyote yale ambayo wewe umeapani kuyapata. Kitu cha kwanza ambacho nataka kukizungumzia ni namna unavyotumia muda wako. Muda ni asset pekee ambayo tunayo, hasa maskini na matajiri wote tuna muda. Muda ni kitu muhimu sana kukitumia. Watu wengi sasa kwa sisi hapa wa Afrika hatuthamini sana muda. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ukijua namna kubalance muda wako, hasa kukaa na watu sahihi, kuzungumza vitu sahihi na kutumia muda katika sehemu sahihi. Aidha umetoka kazini, umefika saa 8 mchana nyumbani au umefika saa 10 nyumbani, namna gani sasa unaweza kutumia huo muda wako ambao umebaki for free ili mradi uweze kuzalishia, aidha kuzalishie uchumi, kuzalishia kitu chochote ambacho kinaweza kukufaa. Nataka nikufundishe sasa mbinu ambazo zitakuepusha kutumia muda wako vibaya. Mbinu ya kwanza ambayo unaweza ukaepuka kutumia muda wako vibaya ni kukaa mbali na marafiki wasiokuwa na faida sasa kwenye maisha yako. Kuna watu wengi wanatoka kazini anaenda kwenye kijio cha kahawa kwa sababu anajua ameshamaliza kutafuta, basi ataenda kwenye kijio cha kahawa kupiga story. Sasa mimi nataka nikwambie kwamba wewe unavyoenda kupiga story ambazo zitashindwa kurelate na kile unachokifanya au unachotaka kukipata, hapo utakuwa umetumia muda wako vibaya. Tunaamini maarifa yanatengenezwa na taarifa ambazo utazisikia, utazisoma au utakutana nazo sehemu yote ambazo zinahusu sasa kile ambacho wewe unataka kukifanya. Ukipata taarifa ambazo wewe hutakiwi kuzipata, huko ni kutumia muda wako vibaya. Hakikisha unajiepusha na watu ambao wote wanatumia muda wako vibaya. Kuna watu ambao tayari akitoka kazini anajua ataenda kwa mshikaji wangu, tutakunywa bia mbili, tutafanya nini. Hayo ni matumizi mabaya ya muda. Hakikisha unabadili schedule ya marafiki ambao unajua kabisa wanakumalizia muda wako vibaya na uwezi kuwakwepa. Hapo wengi sana ambao wana marafiki ambao hawawezi kuwakwepa. Yaani rafiki anamalizia muda wake lakini yeye hawezi kumkwepa. Hakikisha unakwepa marafiki wa namna kama hiyo. Kingine ambacho ndio ukifanya ambacho kinaweza kuongezea thamani muda wako, pangilia mambo ambayo unataka kuyafanya. Yaani hakikisha asubuhi unavyoamka umepangilia vitu gani ambavyo ni main objective ya kuvifanya. Mfano kuna wale wanaofanya kazi za serikalini, wana muda wao wa kutoka kazini. Kuna wale ambao ndio waajiriwa binafsi, yani wamejiajiri mwenyewe na ofisi yake na muda wake wa kutoka. Mimi naamini muda hauwezi ukaukosa kabisa. Yani huwezi ukafanya kazi masaa 24 kwa siku. Ukirudi saa 12 bado utakuwa na muda mpaka kuja kulala. Ukirudi saa 10 na muda mpaka kuja kulala. Hakikisha muda huo umekuzalishia kitu cha tofauti na mwaka uliopita. Mimi katika kusoma vitabu naamini kitu kimoja kwamba mafanikio huwa hayazidi ufahamu wa mtu, hasa kwenye vile vitu anavyovifanya. Ufahamu tunasema ni hekima, kwa Kiingereza tunaita wisdom. Hakikisha muda wako unawekeza sana pia kwenye kutafuta vitu vyenye kuongeza wewe hekima. Hekima ambayo itakuongeza ndio itakupa wewe namna gani ya kumove. Sasa kuna stage za kimaisha huwezi ukazipita bila kuwa na hekima sahihi. Yaani inamaanisha ni kwamba hekima ni namna unavyoweza kuyafanya mambo yako yakatofautiana na mtu ambaye hana hekima. Yaani kufanya maamuzi, kufanya machaguo ambayo yanafaidisha jamii pamoja na wewe pia. Umenipata? Kwa uwezi kufika mbali kama hekima hauna. Jitahidi sana uwe na hekima. Hekima inatafuta kwa kusoma vitabu vya kidini, soma vitabu vya kawaida. Tafuta maarifa madogo kama haya, jikumbushe, jiambie mafanikio yanapatikana pale unavyokuwa tofauti na watu wengine. Sidhani kama unaweza ukawa yule ukafuata mafanikio tofauti na mwaka uliopita. Hakikisha unapambana kuwa mtu mwingine kila siku ya maisha yako. Kingine ambacho nataka nikwambie cha tatu ambacho ni main thing
ambacho ndio usiache kukifanya, ili uweze kutumia muda wako vizuri na kuongezea muda wako thamani. Hakikisha unatafuta muda wewe mwenyewe, utakaa chini, utajiambia na kujionyesha. Yaani wewe mwenyewe ndio mtendaji mkuu wa maisha yako. Una majukumu ya kuendesha maisha yako kama wewe unavyoyataka. Yaani hautakuwa na disturbance ya kitu chochote kile au mtu yoyote yule. Then utaanza kujiuliza maswali na kujikumbusha zile picha ambazo wewe unataka zitokee. Yaani yale maono yako ambayo wewe unataka yao, utaanza kujiambia moja baada ya lingine na namna gani utayatimiza. Na hakikisha wakati unajiambia uwe umeandika, yaani umenoti. Ukinoti na kutengenezea confidence na kutengenezea namna unaweza ukayakariri. Hivyo ndo namna kwenda kutimiza hata yale malengo makubwa na madogo ambayo umejiwekea mwanzo wa mwaka kabisa. Kwa namna hiyo, ningependa kushukuru kwa kusikiliza. Tutakutana kwenye next session.